Utakumbuka kwamba kwa muda mrefu tatizo la foleni katika mkoa wetu limekuwa ni kubwa, na mkoa huu wa Dar es Salaam, takwimu zinaonyesha kwamba makuzi ya mkoa huu yapo kwa kasi, kwa maana ya ukuaji wa idadi ya watu, lakini na ukuaji wa shughuli za kiuchumi katika mkoa wetu. Wenzetu wa bandari watatusaidia hapa kutupatia takwimu, lakini ilikadiriwa kwamba mpaka kufikia mwaka 2030 kiwango cha mizigo katika bandari yetu kingeweza kufikia si chini ya tani milioni 30 kwa mwaka. Lakini hivi ninavyozungumza, mwaka 2026 tayari kiwango cha mizigo yetu katika bandari ya Dar es Salaam ni almost milioni 30.8. Hii inaonyesha wazi kwamba target na lengo ambalo lilikuwa limefikiwa kwamba ifikapo mwaka 2030 tutakuwa na mizigo hiyo tumewahi kuipata. Maana yake hiyo inaonyesha dalili kwamba kuna ufanisi mkubwa sana wa bandari ya Dar es Salaam kwa sasa. Lakini namba mbili, magari ambayo yamekuwa kihudumiwa au yakitoa huduma katika bandari yetu ya Dar es Salaam, kwa maana hizi trucks ambazo zimekuwa zikibeba makontena kupeleka sehemu zinginezo zikiwemo bandari kavu, kabla maboresho makubwa ambayo yamefanyika sasa, magari ambayo yalikuwa yanaingia hapa na kutoka kwa siku ilikuwa ni kama 2100. Lakini hivi ninavyosema muda huu imeshahama idadi hiyo kutoka 2100 kwenda 2400, na mwaka huu mpaka tunafunga inakadiriwa kufika mpaka 3500 kwa siku. Mizigo ambayo ilikuwa inatolewa hapa au mizigo ambayo tunaipokea kutoka kwenye meli, kama nilivyosema, si chini ya tani milioni 30.8 kwa sasa, na magari yaliyoongezeka yanaongezeka kwenye miundombinu ya barabara zile zile. Na kwa mantikio, lazima makelele na hasa kwa wananchi ambao wanaishi katika mkoa huu yawe ni makubwa. Kwa kikao chetu tumeitana ili tuelezane jambo moja kubwa, kwamba mafanikio makubwa tuliyoyafikia katika maboresho ya bandari, lakini mafanikio makubwa tuliyoyafikia kwa ukuaji wa population na ukuaji wa shughuli za kiuchumi, lazima sasa yasigeuke kuwa mwiba kwa mwananchi tunaishi naye. Road reserve leo za Dar es Salaam zimegeuka kuwa parking za malori. Sasa hapa nataka tuzungumze vizuri kabla tujafikia kwenye maamuzi. Hivi lori linatakiwa lipaki wapi? Kama zile road reserves ambazo tunasema hizi is for the public use, leo inakuwaje road reserve muda wote wa saa 24 pembeni yake kuwa kuna lori ambalo limekaa? Lakini ukienda pale Ubungo, tuna stand pale imejengwa kwa zaidi ya bilioni 54, inaitwa stand ya Magufuli. Lakini leo tumeruhusu kila sehemu ya mkoa zitapakae kuwa ni stand. Nimemsikiliza Mheshimiwa Waziri wetu wa mambo ya ndani kuhusiana na baadhi ya matishio ambayo yanakuwepo katika mikoa yetu na katika nchi kwa ujumla na watishiaji. Kikao hiki nataka kitoke na majawabu kwamba je, pamoja na hayo, sisi utaratibu wetu wa mabasi na mambo mengine yanayohusiana na hayo tuendelee kuyaacha kama yalivyo au tuchukue hatua sasa? Sasa haya mambo tunapoyafanya, lengo letu kubwa ni kwamba ukiona tumekaa kama viongozi, mafanikio yanabadilika kuwa muhogo mchungu, maana yake tunahitilafisha na kuleta mgogoro wa chuki kati ya wananchi na serikali. Philosophical implication inaweza kaja tu, mtu akageuza akasema kama hili limeleta hivi, basi labda tungebaki tulikokuwa, jambo ambalo haiwezekani. Lazima tukue, twende mbele.
na hatuwezi kulaani mafanikio, lakini lazima tu solve problem inayotokana na mafanikio yetu. Msimu huu wa Sabasaba, usiruhusu biashara yako ipoe, kwa sababu Global TV inakupa fursa ya kuchangamsha biashara yako. Okoa hadi 50% ya gharama za matangazo na uwafikie mamilioni ya wateja kupitia vifurushi vyetu maalum vya Sabasaba. Chagua kifurushi chako kuanzia $2.5 hadi $5 tu. Matangazo ya mitandao ya kijamii, Reels, radio na YouTube pre-rolls, vyote vipo kwa ajili yako. Ofa hii ni kwa msimu huu wa Sabasaba tu. Wahi sasa. Wasiliana nasi kupitia namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Global TV, tunakuza biashara yako.